Mtazamaji, nadhani bila shaka utakuwa unakumbuka kuhusiana na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Mimi Malu. Huyu Mimi Malu bwana ni ex girlfriend wa Dulvani, moja kati ya makomediani wa muda mrefu bwana anaitwa Dulvani. Sasa huyu Mimi Malu alikuwa katika mahusiano na Dulvani, baadaye wakaja wakaachana. Baada ya kuachana, huyu Mimi Malu bwana amepata brand deal ya kufanya kazi na Room of Jeans, ambapo Room of Jeans bwana wamempa nafasi huyu mwanadada kwa ajili ya kupromoti bidhaa zao ambazo ni majinsi kwa wanadada. Sasa huko bwana, bidada huyu alimeke headline, alitrend kutokana na moja kati ya matangazo ambayo aliyafanya akiwa aliamua kuonyesha makalio. Yani aliamua kuonyesha makalio wazi kabisa, jambo ambalo bwana kwa namna moja au nyingine liliibua mjadala mzito kweli kweli huko mitandaoni. Wakaona kama vile binti ameanza kukosa maadili na vitu vingine kama hivyo, lakini hiyo issue ili trend sana, na of course mauzo na kufuatiliwa, brand awareness ya Room of Jeans ikakua. Kwa hivyo sasa mwisho wa siku bwana ni kwamba wadau wakaja wakasema kwamba bidada bwana kile alichokifanya kimempatia umaarufu wa ghafla na watu wamemfuatilia kwa karibu sana kwa muda mfupi. Sasa bidada bwana akawa anaendelea kufanya matangazo ya Room of Jeans, na kadri ya siku zinavyozidi kwenda, bidada ni mmixa kutreki humo ndani, kuonyesha maungo yake kila siku na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo limepelekea Diva the Boss kuamua kuingilia kati na kutia neno kuhusiana na hiyo situation. Sasa Diva bwana huyu ni aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi. Bwana mtangazaji huyu Diva the Boss ameonyesha kutokufurahishwa na matangazo anayoyafanya mwanadada Mimi Malu ambaye ni ex wa mchekeshaji Dulvani. Diva anasema kuwa wanapompa matangazo Mimi Malu ni kama vile wanamdhalilisha kwa sababu hayana stara kwa mtoto wa kike. Kwenye kuonyesha msisitizo kwenye ishu hiyo, Diva amemwomba mpaka msaada waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Mheshimiwa Dorothy Gwajima ili aweze kuingilia kati swala hilo. Malu, wanaokupa matangazo wanakudhalilisha 100%. Tangazo lako jipya nina hakika kabisa kwamba BASATA wameliona na wanalifanyia kazi. Kuna ile sehemu anapanda ngazi kutoka katika swimming pool. Hapana jamani, hapana, hadi huruma. Mama Gwajima, haya maadili yanavunjwa sana, imetosha. This is too much I say. Najua kwamba kuna PG-13 ila hapana, not in Tanzania. I so love her, yani nampenda sana, ila kwenye hili nafikiri ni kwamba ifanyike kitu ili iwe mwanzo na mwisho, si yeye tu, mabinti wote wenye hii tabia washughulikiwe. Najua kwamba trends na comments na like na hela wanalipwa zinawatoa ufahamu, ila hatutaki haya mambo, yani hadi nimelia yani. Tumeona kila kitu jamani ambacho tumeona kila kitu jamani, macho hayana pazia. Tumeona kila kitu, shaking my head, yani natikisa kichwa, nasikitika. Kama sisi waandishi wa habari tunapaza sauti kwenye vingine, hili pia la kupazia sauti. Malu, hatukuchukii ila tunakuokoa utu wako kwenye public, kama vitu vilivyopostiwa public too much, na pia vile tunafanya na pia vile tunachofanya sasa hivi ni kwamba kupaza sauti wazi tena on public. Utakuja kunishukuru baadaye. Malu ni mtoto mdogo mno hadi nimeona aibu mimi huku. Hasa imagine wanawake wangapi wameona aibu hii. Huu ni udhalilishaji tena uliopitiliza, hata kama kila mtu na maisha yake, but hapana. Ameandika hivyo Diva the Boss. Hiyo kwa kifupi ni kwamba Diva hajapendezwa na kile ambacho kimefanyika kwa mwanadada huyo Mimi Malu, na amemwomba Mheshimiwa Gwajima aingilie kati hilo swala. Na mtazamaji, kama unavyojua kwamba mahusiano relationship ya Dulvani na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Mimi Malu huko mitandaoni, mahusiano haya bwana yalikuwa chali, yani mahusiano yalivunjika. Na sababu ya kuvunjika bwana ni kwamba kwa mujibu wa huyu Mimi Malu mwenyewe alizungumza na vyombo vya habari, maana tunakumbuka kwamba alifanyaga media tour, akazunguka katika kila media akiwa anaelezea situation ya mahusiano yake, sababu na changamoto ambazo zimetokea. Kwa kifupi ni kwamba huyu Mimi Malu yeye
alielezea kwamba Dulvani bwana, familia yake ilikuwa haimtaki huyu Dulvani kwa sababu alionekana kwamba hayuko serious, kwa sababu hapo awali bwana alikuwa akionekana kwamba akiwa tu anaishi na huyu binti bila maelewano mazuri na familia ya Dulvani na familia ya Mimi Malu. Yani Mimi Malu alizungumza hivyo. Lakini jambo lingine la ajabu kidogo ni kwamba huyu Dulvani bwana, huyu binti kila akipatwa na matatizo, changamoto za hapa na pale kwenye maisha, kwa mfano akiwa anaumwa, moja kwa moja bwana alikuwa anarudi nyumbani. Yani Dulvani alikuwa anamrudisha nyumbani binti iwapo kama akiwa anaumwa na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo pia likaonyesha kwamba huyu kijana hayuko serious. Lakini pia kingine kikubwa zaidi ni kwamba kulikuwa kuna time ambayo huyu Dulvani bwana alikuwa anapitia nyakati ngumu kiuchumi, kiasi kwamba hata chakula nyumbani kulikuwa hakuna. Sasa binti akawa anaenda nyumbani kwao, anachukua mchele, anachukua unga, anapeleka kwa Dulvani kwenda kupika, wanakula, jambo ambalo pia likaleta dosari nyingine katika mahusiano hayo. So mwisho wa siku bwana, ndo hivyo tena, mambo ikabidi haya mahusiano yakawa chembwele bwana, mambo yakawa, ndoa ikawa imeishia hapo, kwa sababu Dulvani alishatangaza kwamba yuko katika harakati za kutaka kumuoa huyu binti. Lakini kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimehappen bwana, ni kwamba ikaonekana kwamba Dulvani hayuko serious, kwa sababu hata katika hizo ametangaza ndoa takriban mara 2, lakini hakuhusisha hata familia ya huyu binti kuonyesha kwamba yeye ana dhamira ya kumuoa binti yao. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hicho ndo kitendo ambacho kilitokea kumuhusu huyu bidada, mpaka mahusiano yake yeye na Dulvani yakawa yameisha. Kwa hiyo Mimi Malu bwana alifanya hiyo media tour, katika almost kila media alikuwa anaenda kuzungumzia hiyo situation, jambo ambalo ikawa inajulikana ndani na nje, kitu ambacho kimetokea kati yake na Dulvani, au Dulvani amefeli wapi. Sasa kitu ambacho kimekuja kutrend, nadhani unaelewa kwamba hivi karibuni binti bwana alipata fan base kutokana na hiyo media tour aliyokuwa anafanya na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba binti alipata fan base ya haraka sana, watu wakawa wanamfuatilia huko mitandaoni, sio kawaida. Lakini at the end of the day bwana, kufuatiliwa huko kumepelekea binti hata akirukaga live huaga anapataga watazamaji takriban 1000 wanamwangalia live. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo binti amekuwa na influence katika mitandao ya kijamii. Ukiachana na influence hiyo bwana, ni kwamba binti ndo hivyo tena, kama nilivyoelezea huko awali, ni kwamba amepata tangazo akaenda kushuti, na alivyoshuti hilo tangazo bwana, ni kwamba alishuti makalio yakiwa wazi. Yani alionyesha makalio katika hilo tangazo, jambo ambalo watu wengi sana wamelizungumzia kwamba ni kama vile mmomonyoko wa maadili. Ni kitu ambacho hakijapendeza, ukizingatia kwamba binti ndo kwanza ameingia katika entertainment industry hivi karibuni. Sasa kama ameanza kuingia kwa spidi namna hii, na maana kwamba huko mbeleni bwana anaweza akapoteza kabisa mwelekeo, akapachamwa, akaamua kufanya vitu vya ajabu zaidi. So story ambayo ina make headline huko mitandaoni ni kwamba huyu binti bwana, kitendo cha yeye kwenda kushuti tangazo kwa mara ya kwanza na kuonyesha makalio ni kitu ambacho kiukweli kimewasononesha watu wengi, hususan wadada wengine ambao wapo katika entertainment industry. Tumeona watu wengi sana wametoa maoni yao. Tumemwona Nifa ametoa maoni yake kwamba hajapendezwa na jambo hili. Ametoa mpaka suggestion kwamba inatakiwa huyu binti akae na apate washauri wazuri wamuelekeze cha kufanya, awe makini kiasi gani, maana ndo anaingia tena kwenye umaarufu. Lakini pia vile vile mwandaaji wa maudhui mitandaoni ambaye anafahamika kwa jina la Miss